Yesu asifiwe sana. Leo tutakwenda kujifunza kitu kidogo kwa dakika chache, kwa muda mfupi sana. Kubali tu Bwana akuhudumie. Kubali tu moyo wako uwe wazi kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Somo letu tumekipa kichwa cha somo kinachosema usikate tamaa, saa ya Mungu ikifika atakukuta hapo ulipo. Usikate tamaa, saa ya Mungu ikifika atakukuta hapo hapo ulipo. Kukata tamaa ni ile hali ya kuchoka kabisa kwa habari ya jambo fulani, kwa habari ya kitu fulani ambacho umekisubiri kwa muda mrefu na bila kuona matokeo chanya. Ni ile hali ya kuchoka kabisa kwa habari ya jambo fulani ulilolifanya kwa muda mrefu, ulilolisubiri kwa muda mrefu na bila kuona matokeo chanya. Ni ile hali ya kushindwa kabisa kwa habari ya mazingira uliopo, kwa habari ya ndoa uliopo, kwa habari ya ugonjwa ulionao, kwa habari ya kazi ulionayo. Kwa nini? Kwa sababu huoni matokeo ya kuvumilia au ya kusubiri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuchoka kunaanzia ndani, na kunapoanzia ndani, kwa sababu umeupa moyo wako nafasi, umefungua mlango kwa mazingira unayoyaona na kwa hali unayopitia, na kwa habari ya watoto, kwa habari ya uchumi, kwa habari ya ndoa, ukaupa moyo nafasi, akili ikafikiri, alafu ikachakata, ikatoa maamuzi kwamba hapa siwezi. Bwana Yesu asifiwe. Na huku kuchoka kunamfanya mtu adhoofu, asione tumaini, asione kuinuliwa tena, asione ahadi za Bwana tena, asione uaminifu wa Bwana, asione fadhili za Bwana. Kuchoka inakuja na mambo mengi kwa sababu ya hali ya muda mrefu. Na unapomwona huyo mtu anaanza ndani, alafu inatoka nje kwamba huyu mtu amechoka. Na anapoanzia ndani, kila kitu kinakuwa kimekataa. Ina maana hata unapomfuata kumwambia habari ya neno la Mungu, kumwambia habari ya uaminifu wa Mungu, hawezi kuona tena. Huyu mtu amefunga masikio yake ya ndani, amefunga masikio yake ya nje, hawezi tena kukubaliana na mazingira. Amekata tamaa, anaona hakuna kuendelea mbele, anaona hakuna kuinuliwa tena, anaona hakuna kuinuliwa tena. Ni kama mtu aliyoparalyze vile, ambaye haelewi, hata kipimo haelewi. Yeye anachokiona, kujitia ni sawa, kusipokucha ni sawa, nikioga ni sawa, nisipooga ni sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa nini? Kwa sababu amedistabu mind, amefungua moyo wake, akauacha wazi. Alipouacha wazi kwa habari ya jambo linalomsumbua, kwa habari ya mazingira yanayomsumbua, kwa habari ya uchumi unaomsumbua, akaachia milango wazi, akasahau kwamba Biblia inasema linda moyo
wako kuliko kitu chochote ukilindacho. Kwa nini? Huu moyo una kawaida ya kubeba mambo, lakini unapochoka kubeba mambo una kawaida ya kuyatoa nje na kuonekana sasa dhahiri kwamba tunapokuona tunamuona kwamba umechoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Unaporuhusu moyo wako kubeba mambo makubwa, when you allow your heart to carry big things, heavy things, alafu kuna nyakati unayapima kwenye fahamu there's zako, time you measure unaona kama sielewi, you see that I don't unaona understand, kama siwezi you see that I kuyahandle. cannot carry them. Unaposhindwa kukimbilia kwenye madhabahu, when you're unable to go to the unaposhindwa kukimbilia msalaba, when you're unable to unaposhindwa kuinua macho yako na kumtazama aliyeangikwa msalabani kwa habari ya mambo fulani unayoyapitia, automatically moyo, your heart unakata tamaa, gives up, automatically unachoka, you get tired, automatically hauoni tumaini you don't see hope, automatically hauoni kuinuliwa tena. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Leo tutajifunza kwa mtumishi Elisha. Today we are going to learn about Elisha. Kwanza 19. 1 Kings 19. Tutasoma. Wafalme wa kwanza 19. 1 Kings 19. Aliyopata asome tu. Wafalme wa kwanza 19. Biblia inasema, basi Ahabu akamwambia Yezebel habari ya mambo yote aliyoyafanya Elia na jinsi alivyowaua manabii wote kwa upanga. Ndipo mstari inasema, ndipo Yezebel akampelekea Elia mjumbe kusema, miungu wanifanyie hivyo na kuzidi, nisipokufanya roho yako kesho panapo wakati huu kama roho ya mmojawapo wa hao. Naye alipoona hayo aliondoka akaenda ahifadhi roho yake, akafika Beersheba mji wa Yuda, akamwacha mtumishi wake huko. Lakini yeye mwenyewe akaendelea katika jangwa mwendo wa siku moja, akaenda akaketi chini ya mretemu, akajiombea roho yake afe. Akasema, yatosha sasa, Bwana, uiondoe roho yangu, kwa kuwa mimi si mwema kuliko baba zangu. Naye akajinyosha akalala chini ya mretemu. Na tazama, malaika akamgusa akamwambia, inuka ule. Akatazama, kumbe pana mkate umeokwa juu ya makaa na gudulia la maji kichwani pake. Akala akanywa, akajinyosha tena. Malaika wa Bwana akamwendea mara ya pili, akamgusa akasema, inuka ule, maana safari hii ni kubwa mno kwako. Akainuka akala, akanywa, akaenda katika nguvu za chakula hicho siku 40 mchana na usiku, hata akafika Horebu, mlima wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Hapa tunamwona mtumishi Elia namna alivyochoka. How he got tired. Kwa ajili ya mwanamke mmoja tu. Because of one woman. Jezebel. Alichoka. He got tired. Kwa taarifa alizozipata. For the information he got. Alichoka. He got tired. Kwa habari alizozipata. For the information alipozipata zile taarifa ziliingia moja kwa moja kwenye vilindi vya moyo wake. Alipoanza kuchakata, akaona hakuna tumaini, akaona hakuna nguvu tena, akaona hakuna kuendelea tena, akaona sina namna tena, ni afadhali nikajilaze chini ya mretemu ili nisalimishe roho yangu kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo ambayo unaweza kuwa unafanya na yakachosha fahamu zako, yakachosha akili zako, si kwa sababu hauna upako, si kwa sababu hauombi, si kwa sababu haufanyi kazi. Kwani Elia alikuwa na upako? Alikuwa na upako, si alikuwa nao? Si aliua wale manabii wa Baali? Si alikula kwa akasahau hata ahadi za Bwana? Si alilishwa na kunguru?
Bwana Yesu asifiwe. Praise the Na Lord. bado alimfufua ule mtoto wa mwanamke wa Resurrected Serepta. the Bwana Yesu woman. asifiwe sana. Si kwamba Not unapopita kwenye matatizo when you're passing into au hard unapopita conditions, kwenye mambo ambayo yanauchosha moyo when you're wako, passing si situation kwamba that make your hauna heart upako, not because si you don't have kwamba anointing, hauna not nguvu, because you don't have bali ni power, wakati moyo wako but the time your umepitishwa heart na kupimwa kwenye has passed and kipimo, measured, ili Bwana aone kama God to unatosha. see that Na you're able. unapopita kwenye kipimo, when you pass wewe into the huelewi measurement, kama unapita you kwenye don't know kipimo, that you are- unaanza kubaki nyuma. Nimechoka, I'm nimeshindwa, tired. siwezi I kuendelea, can't go siwezi forward. kuishi I tena, cannot ni live afadhali again. kufa. It's better Ni nani die. alimwambia kwamba Who anatakiwa told kufa? that you're supposed to die? Alienda jangwani kufanya nini? Umetoka mjini unaenda jangwani You go kufanya from nini? town to the desert. Ni What are nani you going to alimwambia do? kwamba Who huwezi? told him that he can't? Unapochoka, When you get hata tired, watumishi wa Mungu even the wanapokuja, servants of God when come, unaona kama hakuna You see chochote that wanachoweza kusema there's mbele yako. nothing that they could say in Hakuna front of chochote you. unachoweza kuelewa. There's nothing good Hakuna understand. chochote unachoweza kusikia. There's nothing good Ni here. kwa sababu It's because umefunga masikio yako. you've closed your ears. Umefunga masikio yako You've ya closed your mwilini, ears. umefunga mawazo yako, You've closed your yani thoughts. hukuacha mpenyo hata You did not kidogo. give- Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe Praise the sana. Lord. Ndio maana malaika That's anapomtokea why the anamwambia angel speaks and inuka says, ule. "Stand up and Akainuka eat." He akala stood mara ya up and kwanza. ate. Nini kilichomfanya alale tena? What made him to sleep again? Nini kilichomfanya alale What made tena? him to sleep Amepoteza again? tumaini. He lost the hope. Amepoteza kuona uaminifu wa He Bwana. lost seeing the Amesahau faithfulness of namna God. ambako He Mungu forgot alimtoa. how God loved Unaweza him. ukawa umechoshwa na be jambo moja, tired of one ukasahau thing fadhili and zote forgot ambazo all the Bwana goodness amewahi of God kukufanyia, that has ever ukasahau done. uaminifu You wote wa forgot Bwana his ambao amewahi faithfulness that has kukuonyesha, ever shown you. ukasahau You namna forgot ambapo how alikutoa kwenye he removed matatizo you na from the mitego problems, mbalimbali, trials. ukasahau namna forgot ambavyo how yeye amekuwa mwaminifu he's kwenye been pumzi yako faithful kila aitapo leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe Praise the sana. Lord. You get tired. Unapochoka, unapoona hii stage, when you get tired and see this hii ni stage, level ya juu This ya is mtu high kuchoka level. kiasi kwamba of a person getting tired that hawezi kumwelewa mtu yoyote, cannot understand anyone else, hawezi kufanya kitu chochote, cannot do anything else. na watu wengine wanaweza And wakamlaumu, many people might hana blame upako him. huyu, Does not have anointing. hamuombi Mungu huyu, Does not pray to hatoi God. sadaka Does huyu. not give Lakini kuna offerings. mwanaume mmoja huyu Elia alikuwa This one anafanya man called Elijah alikuwa was anafanya doing- mambo makubwa, was doing big amefanya things. ya kushangaza, He's done a lot of lakini things. tunapomwangalia, But when you look at kwa nini him, yeye amechoka? Why was he tired? Amesumbua He's moyo. disturbed the heart. Moyo When the unaposumbuliwa heart is disturbed, unaweza ukaleta ugonjwa might bring a wa disease namna tofauti tofauti. of Unaweza ukapoteza ways. tumaini, You might lose unaweza hope. kupoteza imani You kwa might Mungu lose the wako faith na in usifike safari ambayo ulikuwa umepangwa and not reach where you're kuiendea. supposed to Bwana go. Yesu asifiwe Praise the sana. Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Ndio maana That's why unapochoka when you get kuna tired, zile emergency door. Hata There's kwenye nyumba emergency zetu doors. zinavyotengenezwa, acha kidogo, acha kamlango kadogo, Leave a small acha door. kamlango kadogo, Leave a ili small door. Bwana anapotembea, God anapokutembelea, walks, asikute when comes umefunga to you, may not pote, find your asikute clothes umemaliza pote. Anapokutembelea akiwa anaangalia, anasema amefunga milango yote, lakini kuna emergency door. Ninaweza nikapita, ninaweza nikaachilia mbegu, ninaweza nikapita, ninaweza nikazalisha, ninaweza nikapita, ninaweza nikafanya jambo jipya tena. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Unapochoka When you get tired, usifunge milango yote, don't close the doors. achilia kampenyo kadogo, Leave a small place. emergency door, Emergency door. ili Bwana anapokutembelea When God comes unto you, akute finds kuna you, mlango there's a door ambao ni laini, which is smooth. akisukuma hata kwa kidole When he anaweza pushes, akavunja, he might- alafu akaachilia kitu chake ndani, na anapoanza kuachilia, And when he- wewe unapata jambo jipya, You get unaanza everything. kuwa restored, yani unaanza become restored. kurinuliwa kwa upya, You're being raised unaanza again. kuuishwa kwa upya. You become Haijalishi raised again. itachukua muda It doesn't gani, matter kwa how sababu long it hata will take. ulipochoka ulichukua Even muda when you're mrefu tired, when you kukaa take na a long kuchakata, time, and ukachukua it muda says, mrefu when kukaa you take a chini na long kuyawaza time, mambo, sit down and mpaka think unafika of hatua ya things. kuona It reaches a place you siwezi say, no, tena kwenda I cannot kanisani, go to church siwezi again. kuwasikiliza I watumishi, cannot listen to siwezi someone kutoa again. sadaka I tena. cannot Kwa offer nini? again. Kwa sababu Because nimechoka, I'm tired. nimeomba kwa muda I've mrefu, prayed for a long nimefunga time. kwa muda mrefu, I've fasted lakini for a haya long time. mambo yameninyosha. But things have Asubuhi ya stopped me. leo Bwana This yuko morning, kwenye nyumba hii Jesus is tena, in this house. anasema He said that achilia mlango kidogo,
kukupitisha ndani yake, aweze kufanya jambo jipya, aweze kukurenew tena, aweze kukuinua tena. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Usikubali unapochoka. Don't allow when you're Funga tired milango to yote. close all doors. Shika tu hili. Catch that. Usikubali Don't unapochoka allow when you get tired ukafunga kila kitu and close kiasi everything. kwamba hakuna anayeweza kukufikia, kwa sababu unapofunga when you close, unapishana na hatima you go zako. against your destiny. Unapofunga milango When you close the door, unapishana na uaminifu wa You go Bwana. against the faithfulness of God. Unapofunga When you milango close the door, unapishana na baraka you go za against Bwana. your blessings. Yamkini leo ndo ilikuwa siku yako My na dear wewe day, umechoka, and you're umefunga tired, milango, you've closed the umefunga doors, vioo, you've hautaki closed the kusikia glasses, tena. you don't want to Tunakuona listen uko again. hapa, We see lakini you akili here, zako but ziko your kwenye mind mambo is yako. in your Bwana Yesu things. asifiwe. Praise the Lord. Usikubali Don't allow unapochoka when you get tired uache. to leave. Usiache mlango hata kidogo. Don't leave. Achilia mpenyo kidogo. Leave a small Usiukunje gap. moyo wako kana kwamba Don't break your heart. hakuna yoyote anayeweza that no one kukufikiria. could ever Hakuna yoyote anayeweza kufika karibu yako. Not anyone can Hakuna reach out to yoyote you. anayeweza No one kusema neno juu could yako. say something unto you. Fungua mlango Open a kidogo. door. Kama mwanadamu As a human, kuchoka, tunachoka. getting tired. Kama mwanadamu As a human, tunakata tamaa. we give up. Na hayo yapo. Haijalishi yani. It doesn't Haijalishi matter. una upako kiasi It gani, doesn't una matter level how gani. much anointing, Lakini usikubali but don't agree kufunga milango. to close your Usikubali doors. kuweka tinted. Don't allow to put tinted. Usikubali. Don't. Maana utapishana na muujiza You might wako. go against the Kituo miracles. ulichotakiwa kukaa kwa wiki 2 utakaa The place mwezi. you're supposed to sit for 2 Kituo weeks, ulichotakiwa go a month. kukaa kwa siku The place 3 supposed to sit utakaa for miezi 3 days, 5. you'll stay for 5 months. Ruhusu restoration kwa upya. Allow restoration. Ruhusu Bwana anapokutembelea, Allow Jesus when comes achilia to moyo you. wako mbele za Bwana, Unleash your heart kana to kwamba Jesus. uelewi vile, kana Like you kwamba don't know what's hujui going vile, on. Like you lakini don't moyo know. wako your unaumimina heart. mbele za Bwana. Allow Hata it to kama come. uwezi, Even lia if mbele you're za able, Bwana. just Hata go in kama front of umechoka, God. Even if wewe you're lia mbele tired, za Bwana. just go in Kwa front nini? of God. Hata Why? machozi Even tears ni maombi mbele za are Bwana. prayers in front of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Nasema ukichoka When you get tired, unaweza kuwa You kwenye might- kituo might be in a ambacho situation hutakiwa kuwa. that you're not supposed to be. Tukisoma hii Wafalme 19 tukishuka kule chini, The book of Kings 19, tunamwona Eliya we see Elijah alipokula siku ya kwanza, when he akala ate siku the ya first day, pili, second day, akaondoka. and went. Alipoondoka When he akalala went, kwenye pango, He slept in a cave. lakini neno la Bwana likamjia But the word of na God came unto kumuuliza, him. unafanya nini hapa? What are you doing here? Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Unafanya nini hapa? What Ina are you doing maana here? ameenda kwenye Meaning- kituo. The journey would have been easy. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Lord. Hallelujah sana. Praise the Bwana Lord. Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kukata tamaa Giving up kunaweza kukupishanisha na kusudi la Mungu. could make you go against the purpose of God. Kukata tamaa Giving up kunaweza kukupishanisha na kusudi la Mungu. can make you go against the purposes of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Kuna mambo There are things ambayo ukiwa umeyakatia tamaa that you've given up unaweza kupishana na kusudi la Mungu, that kwa go sababu against the purposes of God. kuna watu wanakutegemea wewe The people looking to you to ili live, wao waishi. for them to live.
ufanye mambo to do things, wao wayaone, for them to see wamtukuze Bwana. and praise God. Ufanye mambo To do things, wao wayaone, for them to see jina la Bwana lipewe sifa. the name of God to be Lakini praised. unapokata tamaa, But when you give up, unaruhusu kusudi la Mungu kukaa allow the pembeni purpose of God na to stay aside. kuanza kutumia akili zako And using mwenyewe, your mind. kana kwamba wewe unaweza kujifanikisha mwenyewe can- kwa habari like ya success jambo, yourself. kwa habari ya mazingira, There's something kwa of habari ya ndoa, environment, ya or watoto marriage, na or kwa habari children, ya uchumi. or for the Hivyo economy. unavyokata tamaa, When you give up, unalisukuma kusudi la Mungu, push na the Mungu purpose si of wa God. hasara. Mungu atakukuta hapo hapo God will ulipo. find you there. Haijalishi umekaa kwa muda gani kwenye hicho kituo, haijalishi mambo yamekutembelea vibaya kwa muda gani kwenye hicho kituo, lakini unapokata tamaa, hakikisha kwamba unamtazama Yesu wa msalaba. Kuna nyakati kanisa lilikata tamaa kwa habari ya Sauli, lakini Bwana akasema, huyu ni chombo kiteule kwangu, nimemtenga kwa ajili yangu. Hivyo Anania, nenda kampake mafuta, akaweka mikono juu yake, nenda kaweka mikono juu yake, naye ajazwe na Roho Bwana. Na mimi nimekuja leo kukwambia kwamba unapokata tamaa usijali, Bwana yupo, atakukuta kwenye Dameski yako, atakukuta kwa Dameski yako. Lakini umekata tamaa kwa habari ya mambo mbalimbali, umekata tamaa kwa habari ya uchumi, kwa habari ya watoto wako, kwa habari ya ndoa, usijali, Bwana yupo kazini. Dameski yako inaonekana kwa habari ya uchumi wako, Dameski yako inaonekana kwa habari ya ndoa yako. Bwana atakutokezea hapo hapo, atavitoa viziba vilivyopo kwenye macho yako, atatoa viziba vilivyopo kwenye moyo wako, nawe utaanza kuona matendo makuu ya Bwana, uaminifu wake na fadhili zake, nguvu zake na rehema zake. Usikate tamaa hata kidogo. Don't give up. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Mimi sijui umekata tamaa kwa habari ya jambo I gani, don't know you've given up na at mimi what sijui position. Bwana anataka kumtembelea I nani don't mchana know wa what leo God wants to speak with ambaye you. anaona kama nimechoka, You say that you've given up. siwezi, nimechoka You're kwa tired. habari ya biashara yangu, For my nimechoka business, I'm kwa tired. habari ya ndoa yangu, For my nimechoka marriage, I'm kwa tired. habari ya watoto wangu, For my nimechoka, children, I'm tired. nimekata tamaa, I've given siwezi, up. I can't. moyo wangu umefunga, My heart is cold. siwezi tena. I can't. Bwana anasema asubuhi ya God leo, says this morning, mwangalie alipoangikwa msalabani. look when he's Yeye resurrected anakusubiri, on the cross. anasema mbona He's waiting for hauji? you. Niko hapa kwa ajili ya kukusaidia. I'm here to Mbona help you. hauji? Why aren't Niko you hapa coming? kwa ajili ya kukuhurumia. I'm here Mbona for hauji? listen to Niko why hapa aren't you coming? kubeba mizigo I'm yako, here to carry your kujitwika burden. fadhaa zako, carry kujitwika everything you mateso have. yako. Mbona carry your umekaa suffering. hauji? Why are you Unasubiri suffering? nini? What's coming? What are you Inuka waiting mbele for? za Bwana, Why are you suffering? inuka mbele za Bwana, jipe ujasiri kwa Bwana, mwamini tena Bwana anaweza akakusaidia. Bwana Yesu Let's asifiwe help sana. you. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Laiti tungejua If we had mawazo known mema ambayo Mungu anatuwazia. the good Laiti thoughts of tungejua God, if we had known mawazo mema the good ya thoughts amani of peace ambayo Mungu anatuwazia, God hata thinks of us. nyakati unapokuwa even umechoka, the time you're tired, tusingekubali we wouldn't have agreed kuiacha madhabahu, to leave the altar. tusingekubali We wouldn't have agreed kuacha kuuelekea msalaba. to leave the cross. Yamkini wewe ukatiwa tamaa, Someone might Yamkini have wewe given up on you. umechokwa. You might be na wewe kuna vitu rejected, umevichoka, and things you're lakini getting tired haviondoki of, kwenye maisha but yako. they don't live into your life. Anasema, He says, ninajua mawazo ninayokuwazia I know the ni thoughts I'm mawazo thinking of ya you, amani. and the thoughts of Laiti peace. tungejua, If we had known, laiti kama na Elisha angejua If Elisha mawazo had known, Bwana anayomwazia, the thoughts that God laiti thought of him. angejua If he si had known, nyakati hizi za kuisalimisha roho yake, laiti of angejua someone to God. hatakiwi If he had kuzikwa, known, angenyakuliwa, laiti angejua If he had known, hatakiwi kukata tamaa, angeanza kumfurahia Bwana na kuyaona matendo makuu ya Bwana na kuona fadhili za Bwana na kuona uaminifu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Usikatie kitu chochote tamaa, Don't give up onto anything, hata kama ni mtoto wako, even if it's your child. hata kama ni chochote. If it's anything, Usimkatie Bwana tamaa.
Don't give up until you Bwana God. Yesu asifiwe. Praise the Bwana Lord. Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Usichoke kumtafuta Bwana. Don't get tired to find Usichoke God. kuona uaminifu wa Bwana. Don't get tired to see the faithfulness Haijalishi of God. unakopita. Doesn't matter where you Haijalishi find mazingira Doesn't matter the unayopitia. environment you pass through. Haijalishi umevunjwa moyo kwa Doesn't kiasi matter gani. how much Haijalishi you've given umekata tamaa kwa Doesn't kiasi matter how gani. much Kuna you've given namna up. unaweza usivione You vitu. might not see Kuna things. namna unaweza usiyaone You might mambo. not see things. Lakini Bwana anatuwazia mawazo But mema. God has good thoughts Mawazo unto ya us. amani. Mawazo ya furaha, mawazo yenye baraka, mawazo yenye fadhili, mawazo ya uaminifu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kukata tamaa Giving up kunaweza kukakupishanisha na majira na nyakati. Giving up can make you go against the Bwana time Yesu and asifiwe. seasons. Praise the Lord. Kukata tamaa Giving up kunaweza kukakupishanisha can make you go na against majira na with nyakati, the time and season. kwa namna ambavyo moyo wako umechoka, For how your heart is tired, umefunga, is closed. unajikuta unakaa kwenye kituo Find yourself kimoja kwa sitting muda in one mrefu, station for a long time. unapishana na majira You're yako, going against your season. unapishana na wakati ambao Bwana Going against the amekusudia, time God has unapishana intended. kwa habari ya mambo Going mazuri against the ambayo good things Mungu ameyakusudia God kwenye has maisha intended yako. into your life. Haleluya, Praise the Lord. haleluya, Praise the Lord. haleluya. Praise the Lord. Hivyo Therefore, ni vyema sana it's better usiruhusu for you to not moyo allow wako your heart kukata tamaa. to give up. Usiruhusu Don't allow moyo wako your heart kuyaangalia mazingira. to see the environment. Haijalishi unapitia It nini, doesn't matter what you pass haijalishi nini through. kimekaa kwenye Doesn't matter maisha what has yako, stayed in your ni life. vyema sana It's better. usiruhusu Don't allow moyo wako your heart kutekwa kwa habari ya mambo to be unayoyapitia, tripped for the things you kutekwa have. kwa habari ya vitu To be unavyoviona, trapped for the things you kutekwa kwa see. habari ya mambo ambayo yanatokea kwenye familia To be yako trapped au for kwa the things watoto that wako. happen in your Ni family or your vyema children. ukauelekea It's better msalaba, for you to go kwa into the sababu cross. mwanaume wa wanaume Because the man of anatuonea men wivu, anatuonea shauku. is jealous, Kila is nyakati tumekaa better than us. hatuwezi We're kwenda mbele, kila and we're nyakati going tumekaa forward. tunakata We're sad. tamaa, kila We're giving nyakati up tunakaa every time. tunayatazama mambo We kwa see namna ya things nje, alafu for the tunaanza outside kuyapeleka mambo kwa and akili sending zetu them in wenyewe. your minds. Bwana Yesu asifiwe Praise the sana. Lord. Bwana Yesu asifiwe Praise the sana. Lord. Na tunapoanza kuyapeleka mambo And kwa when akili we zetu send wenyewe, things by your minds, tunaondoa ile Remove ladha halisi the flavor, ya uaminifu wa Mungu kwenye maisha yetu. faithfulness of God in our lives. Bwana Yesu asifiwe Praise sana. the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Ni vyema, It's better. ni vyema It's better ukakimbilia kwenye madhabahu ya Bwana. to go to the altar of Ni God. vyema It's better ukakimbilia to go to the altar, kwenye msalaba wa Bwana. to the cross of God. Ni vyema It's better ukakimbilia to go mahali ambako a place where kuna bubujiko lako la kweli. Ni vema it's better ukakimbilia to go mahali ambapo kuna uzima, to a place mahali with ambako life, kuna to a chemichemi, place with mahali His ambapo a place kuna kuinuliwa tena, there's being kuna raised up, kugangwa moyo, there's being kwa healed. sababu unapokata tamaa When you hata give up, kusoma neno la Mungu haiwezekani. Even reading the word of God is difficult. Hakuna chochote unachoweza There's kufanya, nothing you could do. hakuna namna ambavyo There's no way unaweza ukaanza kuyaona mambo kwa you can positive see way. things in a positive way. Umekata tamaa You've given total. up totally. Lakini But tuna mwanaume mmoja tu, we have one man. tuna mwanaume mmoja We tu, have a man, simba wa kabila la Yuda, the Lion of simba wa Judah, kabila la Yuda, the Lion of Judah, anayeweza kutubebea mizigo who yetu, is able to carry our anayeweza burden, kujitwika fadhaa zetu, Who is able to carry anayeweza our burden. kujitika matatizo yetu, The one who can carry our anayeweza problems. kuziangalia ndoa zetu The one who na can see our kuzifanya kwa marriages. upya, And anayeweza can kuwaangalia watoto wetu one who na can see our kuwaumba kwa children. upya. And Kazi create yetu them ni anew. kung'ang'ana tu mbele za madhabahu yake, kazi yetu ni kung'ang'ana tu miguuni pake, kazi yetu ni kung'ang'ana tu kwenye miguu yake na kumwambia Bwana, hapa siwezi. Yamkini unamwambia mtoto wako, yamkini unamwambia mume wako, nanyi mmechoka, lakini tazame Bwana, simba wa kabila la Yuda, akumwambie kwamba hapa
nimechoka, hapa siwezi, hapa nimekata tamaa, hapa nimeshindwa, hapa sioni kuendelea. Kila ninapoendea naona njia zimefungwa. Nionyeshe Bwana, njia yangu ni hipi? Nimekata tamaa kwa muda mrefu, nimekaa kwenye kituo kwa muda mrefu, nimeshindwa kwa muda mrefu. Nisaidie Bwana, na yeye yuko tayari kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Ukikata tamaa, When you give up, unajiandalia matatizo ndani ya moyo wako, you prepare problems in kwa your heart. sababu Because moyo the heart unauchosha, make it tired. unaelemewa, na It is unapoelemewa burdened. And when it's burdened, unashindwa kustahimili, it fails kwa sababu haukuumbwa kwa ajili hiyo. because it's not made for that purpose. Moyo kazi yake The heart is kunatoka chemichemi za uzima. comes the springs of Wewe life. unapouchosha moyo When you make the kwa heart getting habari ya tired matatizo for ulionayo, the situation of kwa our habari ya mambo yako ambayo for the hayawezekani, things that are kwa unable to kuangalia namna ya mazingira By ya looking nchi, how the environment is going. unauchosha moyo making your heart to get tired na kuupa moyo mzigo. and giving your heart a Bwana burden. Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Ni vema It's better ukaulinda moyo wako. to protect your heart. Ni vema It's better ukaulinda moyo wako, for you to protect your kwa heart. sababu ukiulinda moyo wako When you protect your heart, kutatoka mafanikio, there will come success. kutatoka baraka, There will come blessings. kutatoka There kuinuliwa, will come being raised up. kutatoka jambo jipya, There will come kutatoka new tumaini There will jipya, come a new hope. kutatoka uaminifu wa Come Bwana. the Bwana faithfulness Yesu of asifiwe God. sana. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Ni vema It's ukalinda For you to chanzo protect chako the source kupata taarifa, of getting ili moyo information wako usikate for your tamaa. heart to not give. Uangalie namna unavyosikia, Look how you hear. uangalie namna unavyowaza, Behold how you think. uangalie namna unavyoamua Behold how you kwa decide. habari ya jambo fulani, kwa habari ya mazingira unayoyapitia, ili moyo wako ubaki kuwa salama. Your heart to Haijalishi remain safe. chochote unachokipitia, lakini unapolinda chanzo chako cha kusikia, unapolinda masikio yako ya ndani, unapolinda kuingiza kwako vitu na kuchakata na kuchanganua, unaulinda moyo na kuupa afya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kwa maana hiyo, Meaning that ndani ya huo moyo in your heart hakutatoka ubaya, there will not be badness. hakutatoka There will not be kutokuona uaminifu wa Mungu, not seeing the faithfulness of Hakutotoka God. There will not come kiburi, hakutotoka It will not come. kushindwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Ni vema sana It's better kuulinda moyo wako, to protect your heart. ili Bwana anapokutembelea, God when comes into anapopita you, kwenye moyo wako, when he passes into your heart akukute to find you, uko tayari that you're ready. na kuna udongo, hata kama ni mkavu vipi, lakini kuna kioo kiko wazi But there's a ambacho door anaweza akapitisha mbegu yake that you can na pass the seed kukazaliwa jambo jipya. and a new thing to be produced. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Na hili ndilo neno la Bwana. And this is the word of God.